Na mtazamaji wa Tumaini TV, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Kwa niaba ya mkurugenzi wa utume wa Walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Padri Vitalis James Kasembo, na paroko kutoka pale parokia ya Teresia wa Mtoto Yesu Viwege, tunakukaribisha katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Mimi ni Bruno Bomola, ninayekualika na kukukaribisha katika kipindi hiki. Wewe unayetutazama kutokea nyumbani kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV channel namba 470, lakini mambo ni rahisi mno kama kumeza mate ukiwa na simu janja ama kishkwambi kama cha kwangu. Popote pale unao nafasi na uwezo wa kufuatilia matangazo haya. Kule YouTube tunapatikana kama Tumaini_TV. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Lakini ukiingia Play Store kama unatumia simu za Android ama App Store kama unatumia simu za iOS, hakikisha unapakua application ya Tumaini Media ili uweze kufurahia matangazo haya kwa uzuri kabisa. Mgeni wetu siku ya leo ni Mwalimu Eleutheri Kobelo. Tutakuwa naye katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Mara kadhaa tumezoea kuwa naye hapa, lakini kila siku anayokuja basi kuna jambo jipya anakuja kutufundisha na kutukumbusha. Muhimu pia ni kuhakikisha kama kiongozi unapata ile katiba yako ya halmashauri ya Walei. Bila shaka Tanzania nzima inapatikana. Naam. Basi kabla ya kuanza kipindi hiki nimkaribishe Mwalimu Kobelo aweze kutufungulia kwa sala. Mwalimu, karibu sana. Asante sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru masaa haya ya jioni kuwepo hapa katika studio hii ya Television Tumaini. Tunasema asante kwa kutukirimia uhai. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze tunapokwenda kujifunza mada ya siku hii ya leo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Huenda utakuwa na swali wewe unayetutazama, maoni ama ushauri katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze siku ya leo, tukiwa bado tumesalia kwenye ile mada kuu, kanzi ya uongozi. Kuna nambari zinapita hapo chini, basi unaweza ukashiriki kwa kututumia swali lako ama maoni yako na ushauri wako kupitia nambari yetu ya 0742773444. Basi Mwalimu Kobelo, nikukaribishe uweze kutupitisha kwenye mada leo, majukumu makuu ya utume wa Walei. Tuyafahamu ni majukumu gani hayo? Kama Walei tunapaswa kuyafanya na kuyafahamu. Naam, Walei kama Walei, kwenye utume wetu kama Walei tuna majukumu mengi, lakini basi katika hayo majukumu mengi kabisa tulokuwa nayo, angalau basi kuna yale makuu ambayo ni matano, ambayo hayo kwa siku ya leo inafaa tukakumbushana, tukaelekezana. Maana bila kukumbushana vitu vingine haviendi sawa sawa. Kwa hiyo ni vizuri kukumbushana mambo haya. Na haya matano kwa nayataja tu, alafu baadaye tutaingia kwa undani kuyatazama. La kwanza ambalo ni kubwa kabisa ni kupanua wigo wa kazi za makleli kwa waamini. Kuna kupanua kazi hizo. Wakati mwingine ukisema basi afanye kazi mkleli mwenyewe peke yake, kuna vitu vinakuwa haviwezi kwenda sawa sawa. Na hawa makleli wenyewe na wao wanajua ule wajibu wa kupanua hizo kazi, kwamba zinapanukaje, zinaeneaje, zinawezaje kuwa rahisi kuzifanya. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza. Tutaangalia kuhusu yale majukumu matano. Kuna kupanua hiyo kazi sasa za kwa waamini. Lakini lingine, kutekeleza agizo la Bwana Yesu la kupeleka injili kwa kila kiumbe. Bwana wetu Yesu Kristo alitaka kila kiumbe kifikiwe na injili. Sasa kitafikiwaje? Ndio maana pale hii kazi inabidi ipanuke, ile kila mtu hapa duniani aweze kupata ujumbe wa injili. Lakini
Katika hayo majukumu matano, ya tatu nimesema tutafafanua kwa undani, lakini hapa nataja tu kwa muktasari. La tatu, kumshuhudia Yesu kwa matendo. Unajua anaweza kawa unamshuhudia Yesu kwa maneno, lakini matendo yako hayaakisi kile ambacho kwamba unasema kwamba unamshuhudia huyo Kristo. Kwa hiyo kuna kumshuhudia Kristo kwa matendo. Na la nne itakuwa ni kuendeleza utume wa Kristo duniani, kuendeleza huo utume wa Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Tunauendelezaje? Kuna maagizo aliyatoa, kwa hiyo tutatazama pia hayo. Na la tano litakuwa kujenga moyo wa kujitegemea, wewe mwenyewe kwanza ujitegemee, lakini pia kulitegemeza kanisa. Ujenge moyo wa kujitegemea, alafu litegemeze pia kanisa. Kwa hiyo hayo ni maeneo hayo matano ambayo, au tuseme majukumu matano ambayo sisi walei kwenye utume wetu tunapaswa kuyakumbatia sawa sawa, kuyashikilia sawa sawa na kuyafanyia kazi sawa sawa. Naam. Na mtazamaji wa Tumaini TV, hayo ni matano tumekugusia, ndo yale ambayo tutakwenda kuyaangazia katika kipindi chetu cha Walei Tuzungumze siku ya leo. Basi walimu, nikukaribishe tuanze na la kwanza kabisa, kuliangalia kiundani. Kupanua wigo wa kazi za makleri kwa waumini. Kazi za makleri. Sasa pengine hizi lugha zetu tunazotumia Katoliki, misamiati ya kanisa hii inaweza kuwa migumu sana mtu mwingine kuelewa. Sasa makleri ndo watu gani hao? Hao ni watu au ni gari au ni nini au ni kitu gani hasa? Sasa tunaposema makleri tuna maana ya viongozi wetu wa kanisa kwa upande wa mambo ya kiroho, wale ambao ni maaskofu, hao ndo wanaitwa makleri, maaskofu kwenye majimbo yetu mbalimbali. Lakini kuna mapadre pia, hao ni kundi la makleri. Lakini pia kuna mashemasi. Kwa hiyo ukisikia makleri usije ukasema labda kitu fulani au labda aina fulani ya ndege au si kitu gani. Tuna maana tu kwamba ni maaskofu, mapadre na mashemasi. Hilo ndo kundi la watu wanaitwa makleri. Sasa baada ya kufahamu hivyo, sasa tunapanuaje huo wigo? Ndio. Tujue kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alipoanza kazi yake alianza na wale mitume 12. Lakini si kwamba aliridhika tu na hao 12 peke yake, aliona bado kuna umuhimu wa kuongeza namba zaidi. Kwa hiyo kama tunapanua wigo wa kazi, maana yake pia na watendaji wa hizo kazi inabidi wawe katika wingi na wawe katika, na ndio maana kanisa Katoliki sisi kuna kitu kinachoitwa vyama vya kitume na mashirika. Kuna mashirika, kuna jumuiya, mashirika na pia vyama vya kitume. Sasa huko kote hayo yote yapo, lengo ni kupanua wigo wa kazi zile za makleri kwa waamini. Yani muumini asikae tu aido hana kitu cha kufanya katika kanisa. Kila mmoja kwa nafasi yake ana kitu cha nini cha kufanya. Na mfano mzuri ni Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu yeye aliteua kwanza wale 12 mitume, lakini baadaye aliongeza namba. Sasa aliongeza hizo namba, tunapata wapi habari hiyo? Tunaposoma katika maandiko matakatifu, hususan katika Injili ya Luka sura ile ya 10 aya ya kwanza hadi ya pili. Maandiko matakatifu yanatukumbusha jambo zuri pale, anatuambia basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahala alipokusudia kwenda mwenyewe. Akawaambia, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba, katika mavuno yake, katika mavuno yake. Kwa hiyo unaona sasa walikuwa 12, lakini hakuona kwamba wale 12 wanatosha katika ile ukubwa wenyewe wa kazi ulivyo. Ikabidi awachague wengine 70. Na hawa 70 aliwatuma wawili kwenda kila mji ambako yeye mwenyewe alikusudia kwenda. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake kazi za Mungu sio za binafsi, sio ya kwangu mimi tu, sio ya baba askofu tu peke yake, sio ya mapade tu peke yao, sio ya mashemasi tu peke yao, sio ya masista watawa tu peke yao. Ni kazi ambayo
imegawanyika katika makundi mbalimbali ya waamini pia. Waamini walei pia tuna kazi hiyo. Kwa hiyo ili kazi ziweze kwenda kwa urahisi lazima kuwe na mgawanyiko wa namna hiyo. Nakumbuka mtumishi wa Mungu Musa na yeye alikuwa anafanya kazi mwenyewe peke yake. Alikuwa anakaa tangu asubuhi mpaka jioni anasuluhisha migogoro. Baadaye akaja mkwewe anaitwa Yoshua, akamwambia sasa wewe utazoofika sasa hivi. Utazoofika. Hebu chagua watu, weka kwenye makundi, kwenye wengi weka kundi fulani, weka makundi ya 50, weka makundi 20, weka makundi mpaka watu wangapi? 10. Na hapo sasa wale wanapokuwa na jambo kubwa watakuletea wewe sasa ili uweze kuliamua. La yale madogo wataamua wao wenyewe huko, watayamaliza. Sasa kumbe mfumo ule ule ambao tunaona Musa aliambiwa ufanye na aliufanya, tunaona hata Bwana wetu Yesu Kristo naye kaanza na 12, baadaye kaleta wengine 70. Lakini huko mbele tutaona namna alivyoendelea kuongeza huo wigo wa kazi za makleli. Na pia unaweza ukaona hayo katika Injili ya Mathayo sura ya 15. Pale ndio alipoanzia hao 12, anasema hao tenashara Yesu aliyatuma akawaambia akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Sasa hayo ni mambo ambayo pia tunayaona. Ndo alipoanzia hapo, kule mbele ndo aliendelea na wale wengine 70. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ndo maana kunakuwa na viongozi wanaochaguliwa kwenye jumuiya zetu. Kuanzia ngazi ya jumuiya, wanakuwepo kwenye kanda, wanakuwepo kwenye vigango, wanakuwepo kwenye parokia zetu, wanakuwepo kwenye dekania zetu, wanakuwepo kwenye jimbo, wanakuwepo kwenye taifa, leo wanakuwepo mpaka ngazi ya kubwa kabisa huko ya kidunia. Ndio maana tuna Baba Mtakatifu pia anaongoza kanisa lote duniani. Kwa hiyo tunajifunza hayo yote kutoka kwa nani? Kwa Kristo. Hatuwezi kufanikiwa kufanya kazi za Mungu kama tunazifanya kuwa ya kwangu binafsi. Isipokuwa tu katika utendaji sasa ndo majukumu yana tofautiana hapo. Mababa hao wana kazi zao maalum wanazozifanya za kutufundisha, za kulitakasa kanisa, la kuombea, kutawala pia kanisa. Hizo ni kazi za mababa sasa. Sasa sisi kwenye vyama vya kitume huku tunafanya kazi za kama walei kulingana na ule vipaji mbalimbali sasa tulivyokuwa navyo. Kuna vipawa mbalimbali watu wanavyo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ndio hicho, tunapanuaje wigo wa kazi za kitume kwa makleli? Maana yake kwa sisi sote kwa nafasi zetu, kupitia vyama vyetu vya kitume, kupitia vipawa na karama mbalimbali tulizokuwa nazo, basi tuitende kazi ya nani? Kazi ya Mungu, tukishirikiana, tukisaidiana na hao makleli. Hiyo ni moja. La pili, kutekeleza agizo la Bwana Yesu la kupeleka Injili kwa kila kiumbe. Kila kiumbe. Naam. Kumbe Injili pia sio mimi niliobatizwa basi niifanye ya kwangu binafsi. Nisibinafsishe nikaifanya kuwa ni ya kwangu. Nawe usibinafsishe ukaifanya kuwa ni ya kwako peke yako. Swala la Injili hili linatakiwa lihusike na kila kiumbe. Lakini sasa wakati mwingine hapa watu wengine ndio wanauliza maswali. Kila kiumbe kivipi? Yaani unaposema kila kiumbe, kuku naye ahubirie Injili, ng'ombe naye ahubirie. Ng'ombe naye anasikia, anaelewa Injili ukamhubiria. Kiumbe. Lakini basi tunaposema Injili ni nini? Maana yake ni habari njema. Habari njema kwa nani? Kwa watu wote. Lakini Injili hii pia ili iwe habari njema, bado kila kitu kinatakiwa kikae kwenye utaratibu. Yaani tukienda mbali zaidi, kila kitu kinatakiwa kiwe kwenye utaratibu. Nikikuta miti hapa yenyewe ina kazi ya kuniletea hali ya hewa nzuri. Sasa nitakapoikata ovyo ovyo, au kakuta wanyama wamekaa hapo ukaanza kuwaua tu ovyo ovyo, bado wewe sio mtu sahihi katika habari njema. Lakini tunapokusudia sasa Injili, manake ni kwa wale wanaoamini, yani binadamu sasa.
Na hawa binadamu ndo wanaweza kutunza sasa mazingira, wanaweza kuangalia viumbe vingine vinatakiwa viweje, wanaweza kuthamini mambo mema ambayo Mwenyezi Mungu ameweka hapa duniani. Lakini mlengwa ni nani? Ni mtu, kwa sababu huyo ndo anatakiwa asikie Injili alafu aifanyie kazi. Kwa hiyo kutekeleza hilo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, kuhakikisha kwamba Injili inafika kwa kila kiumbe. Hili ni jukumu kubwa kabisa la utume wa walei. Ni miongoni mwa majukumu yetu makubwa. Na pengine maandiko matakatifu yanasema nini juu ya hilo? Sasa unaposoma katika Injili ya Mathayo sura 28 aya 19 hadi 20, Bwana Yesu anasema, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa hapa napo panaweza kuwa na swali. Mbona Yesu hatumuoni? Amesema atakuwa pamoja nasi siku zote. Yuko wapi sasa? Hebu nionyeshe huyo Yesu. Yaani kuna watu wataka waone kama tunavyokuona wewe au unavyoona bibi. Watomaso walikuwepo tangu wakati huo. Sasa yuko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Lakini basi tunajua kwa nafasi yake Bwana wetu Yesu Kristo yeye ni Mungu katika ule utatu mtakatifu. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa anapokuwa katika hiyo nafasi ya umungu wake, ndio maana alisema wanapokusanyika watu wawili au watatu kwa jina langu, na mimi nipo papo hapo katikati yao. Sasa hayupo kwa maana ya kwamba unamuona unamshika kama hivi, lakini yupo katika hali ya kiroho. Na ndio maana kuna mambo mengi yanafanyika. Lakini yupo pia katika sisi wa Kristo wa Katoliki, tunaamini alisema, alituachia alama zake mbalimbali hapa kwamba twaeni mle wote, alitoa ule mkate, akatoa kikombe, akasema twaeni mle wote. Kwa hiyo yupo pia katika ile sakramenti. Nasi alisema pale, ulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake. Sasa pale manake tayari yuko katika pia maombo ya mkate na divai. Yupo pale. Kwa sababu ni mwili wake na ni damu yake. Kwa hiyo sasa ni mambo makubwa sana hayo ya kiroho ambayo sasa ukianza kuyaleta katika tafsiri za kibinadamu unaweza ukaona kwamba hili jambo labda halipo au haliwezekani au sio sahihi. Lakini basi ukizama katika masuala ya kiimani, mambo ya kiroho, hivyo vitu vipo tu. Kikubwa anachosema hapa, watu wahubiriwe nini? Injili. Na wabatizwe. Kwa hiyo ndugu yangu, kama unanitazama huko au unayefuatilia kwenye mitandao yetu hii, ataieleza vizuri ndugu yangu hapa Bruno, kuna mitandao tunayo hapa ya kijamii, unaweza ukatupata huko pia. Sasa ni vizuri ukaelewa mambo haya kwamba Bwana Yesu ndo kaagiza watu waamini, watu wabatizwe. Tena wabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kazi hiyo ni kazi ambayo inanihusu mimi ambaye tayari nimeshabatizwa. Kazi hiyo inakuhusu wewe mwenzangu kule, mlei mwenzangu ambaye pia umeshafanya nini? Umeshabatizwa. Hakikisha unafanya jitihada watu waiamini Injili. Hakikisha unafanya jitihada watu wafanye nini? Wabatizwe. Wafanyike kuwa watoto wa Mungu, wasibaki kuwa tu viumbe vya Mwenyezi Mungu. Unapokuwa tu kiumbe cha Mwenyezi Mungu, viumbe vya Mungu ni vingi ndugu yangu. Kwa hiyo wasiobatizwa wanakuwa viumbe. Unakuwa tu kiumbe, bado hujawa mtoto wa nani? Wa Mungu. Ili uwe mtoto wa Mungu lazima ukubali nini? Kubatizwa. Na sasa usipobatizwa unabakia kuwa kiumbe, na sasa ukisibaki katika hali ya kiumbe, hapo kidogo inaleta shida. Yaani wewe mwanadamu una utashi, unaelewa, unasikia kama hivi tunavyoongea, ndugu yangu kule unanisikiliza bado hujabatizwa, chukua hatua. Chukua hatua. Nenda kajisalimisha kanisani, watakuongoza kule, au kule kwa sisi wa Katoliki tuna jumuiya kule. Nenda kwa viongozi wa jumuiya kule, watakupa miongozo, watakuelekeza ufanye nini ili ubatizwe. Ukishabatizwa unakuwa mtoto wa nani? Wa Mungu. Badala ya kuwa kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Maana viumbe vya Mungu bwana vingi sana. Mbuzi kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Kenge kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Mbwa kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Viko vingi. Sasa toka kwenye daraja la kuwa kiumbe, fanyika kuwa mtoto wa nani? Wa Mungu, kwa kuiamini nini?
injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haya mambo ni mambo makubwa na yanapaswa tuyazingatie, na ni kazi yetu katika zile kazi katika yale majukumu makuu matano ya utume wa walei. Tuhakikishe basi watu wanaondokana na kuwa viumbe vya Mwenyezi Mungu, wabadilishwe wafanyike kuwa watoto wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni kazi kubwa ya kupeleka injili kwa hao viumbe ili wabadilike sasa wawe watoto wa Mungu. Wote waliomwamini walifanyika kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Ndio wale wanaeliamini jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ukisoma katika Injili ya Yohana kule sura ile ya kwanza yote, kaangalie vizuri, utakutana na hizo habari kwamba ukimwamini unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Hii tunao watu wengi mitaani. Hii sasa nazungumza na wale viongozi wetu wa walei wale, utume walei kuanzia ngazi ya jumuiya kule, na nazungumza pia na wewe Mkristo Mkatoliki mwenzangu uliobatizwa. Hapo ulipo wangapi hawajabatizwa? Unachukua hatua gani ili hawa watu wafanyeje? Wabatizwe. Wangapi bado hawajafanyika kuwa watoto wa Mungu? Unafanya bidii gani kuwafanya ili wawe watoto wa Mwenyezi Mungu? Au unaona tu kwamba mimi tu basi, umeshajibinafsisha, mimi tu ndo napaswa, mimi tusiwe binafsi. Tufanye kazi ya Mungu, watu wabadilike, wamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maana hiyo Mwalimu Kobelo, hii sasa kwenye jumuiya zetu tusiangalie tu kwamba mimi nimebatiza watoto wangu. Kwa hiyo nikiona pale kwa mtu nikuuliza, Mwalimu Kobelo vipi, tayari ameshakuwa mtoto wa Mungu, amebatizwa huyu, tukumbushane sisi kwa sisi. Na huo ni upendo. Yaani unapofanya hivyo sio kwamba lengo unataka kumdhalilisha mtu. Hapana, lengo ni kumweka katika njia ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliiagiza. Kumweka kwenye hiyo njia. Kwa hiyo sasa, na jukumu hili la kuhubiri injili ndio lina masharti. Ndugu yangu wewe mpendo unayesikiliza, mlei mwenzangu huko, lina masharti makubwa sana. Mtume Paulo aliongea maneno hapa na haya maneno yananihusu mimi na yanakuhusu wewe pia, kwenye waraka wake kwa Wakorinto, waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Wakorinto sura ile ya 9 aya ya 16. Hapa kuna habari zinasema, maana ijapokuwa naihubiri injili sina cha kujisifia, maana nimewekewa sharti, tena ole wangu nisipoihubiri injili. Ole wangu mimi nisipoihubiri injili. Na wewe si unasema hivyo? Unaingia kwenye hilo eneo. Si Bruno? Sio batizwe. Na wewe neno la Mungu linasema ole wako usipohubiri nini? Injili. Na ndio maana huko hapa unahubiri injili ya Bwana wetu. Kwa kila mbatizo ile andiko linamhusu. Sio Paulo peke yake. Yaani ni sharti ambalo ninalo mimi kwa ubatizo wangu na wajibu wa kuhubiri injili. Sharti hilo unalo wewe mtazamaji wetu unayetusikiliza, ambao umebatizwa, na una jukumu hilo la kupeleka injili. Ole wako usipoihubiri injili. Ole wangu mimi nisipoihubiri injili. Ndio maana Yesu alisema mwende huko sasa mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili la kutekeleza agizo la Bwana wetu Yesu Kristo la kupeleka injili kwa kila kiumbe. Lakini basi kumshuhudia Yesu kwa matendo. Jambo la tatu hili. Kumshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo kwa matendo. Tunaambiwa ukisoma waraka wa Yakobo kule sura ile ya 2 aya ya 14 mpaka ya 17, tunaambiwa imani bila matendo imefanya nini? Imekufa ndani yake. Kwa hiyo unaweza ukasema mimi namwamini Yesu, lakini sasa ushuhuda wako ukoje? Una matendo ndani yake? Unawaona watu wana shida, wanaumwa, wana matatizo, wana changamoto, na wewe una nguvu, una uwezo, unawasaidia? Matendo yako yanaakisi kile ambacho Yesu alikifanya? Kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alipoona watu wana njaa, aliwaambia watulie, akabariki ile mikate 3 ile, wakala watu wengi sana. Na walitaka waondoke. Sasa tena wanafunzi wake walitoa maagizo, walisema waache sasa, watu wameshachoka, waruhusu wafanyaje? Waondoke.
Bwana Yesu akasema, sasa ukiwaruhusu hawa watu na njaa walizokuwa nazo wanaweza wakafanya nini? Wakaanguka njiani. Mna nini hapo? Bwana, sijui kuna mikate 3, 5, mingapi? Samaki. Na visamaki na nini? Sema sasa weka ketini chini hapo. Akaibariki, akawagaia watu, wakala, wakashiba mpaka vikafanya nini? Ikabaki. Sasa hiyo maana yake ni nini? Maana yake sio tu kwamba kulikuwa na maneno peke yake, lakini pia kulikuwa na nini? Na matendo ndani yake. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunatakiwa tumshuhudie Kristo Yesu kwa matendo yetu pia. Kama nasema watu wasilewe, mimi matendo yangu yakoje? Kama nasema watu wasidhulumu, je, matendo yangu yakoje? Kama nasema watu wasiibe, je, mimi pale ofisini sifanye ujanja, wewe ufanye ujanja au ibi? Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hata yale matendo yako tu wakiyaona watu, wanaona kabisa kwamba huyu kweli anamfuata nani? Yesu. Anamfuata Kristo Yesu sawa sawa. Kwa nini? Alichokikataza Yesu na yeye ndo anachokiishi. Alichokitenda Bwana wetu Yesu Kristo na yeye anajaribu kufanya nini? Kukifanya. Mwalimu Kobelo, mimi nina kisa kimoja kabla tujaenda mapumziko. Naam. Padri mmoja alihubiri kanisani. Mambo haya ya kuficha imani yako na kushindwa kumkiri Kristo waziwazi. Walikuwa wanasafiri kwenye basi. Unajua kila mmoja ana chakula chake na wengine wanaweza kukaa siti moja wasalimiani. Kuna mdada alikaa pembeni, hakujua pembeni yake kwamba alikaa na padri. Sasa wengine kusali wanaogopa. Yule alikuwa anasali kwa kujificha, ishara msalaba ile. Akatoa andazi lake moja, akala, akamaliza. Sasa safari ikiwa inaenda, kuna muda wa kuchimba dawa. Walivyoenda kuchimba dawa, padri alivyoshuka pale akamsalimia, tumsifu Yesu Kristo. Kama hivyo. Milele, wewe umejuaje kama mimi Mkristo? Akamwambia, nilikuona unajificha pale unaposali. Yale alifanya. Baadaye akamnunulia na chakula vile akamwambia, sasa siku nyingine utakosa fursa kama hizi. Kuwa huru, mkiri Kristo. Kwa hiyo hapa tutakuja kujadili mengi one tutazama, lakini kwa sasa tunakwenda mapumziko mafupi. Ndo kwanza tupo sehemu ya 3 kati ya yale 5 ambayo tumekwambia tunayo siku ya leo. Lakini kama una swali, maoni ama ushauri, kuna nambari inapita hapo chini ya runinga yako. Lakini usisahau kutuambia unatoka jimbo gani, unaitwa nani na parokia gani wakati unauliza swali lako, ili tuweze kufahamu wewe unatutazama kutokea wapi. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea basi tutaendelea na kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Na mtazamaji wa Tumaini TV, katika kipindi hiki cha Walei tumerejea na tulikuwa tumesalia katika sehemu ile ya 3, kumshuhudia Yesu kwa matendo. Kama una swali, maoni ama ushauri, unaweza ukatuandikia kupitia 0742 77 3444 0742 77 3444. Tuandikie hapo. Sisahau kutuambia unatokea parokia gani ama jimbo gani, ili tunaposoma ujumbe wako basi uweze kufika vizuri. Mwalimu Kobelo, tumegusia kuhusu kumshuhudia Yesu Kristo kwa matendo. Unaweza kukuta kiongozi pia walei, yeye kwa maneno huko kwenye mitandao ya kijamii na kupigiana simu, kesho jumuiya, ratiba tunasali kwa mama fulani, tukutane muda fulani. Lakini tukienda kwenye jumuiya kiongozi atumuone. Mbona huyu ndo mimi aliniamsha jumuiya na kunikumbusha kesho, mbona onekani? Kwenye matendo tunaanguka. Na tunapozungumzia matendo yamegawanyika katika maeneo mengi. Kuna matendo ya kumfanyia mtu jambo jema. Yaani umeona labda ameanguka, ukamnyanyua, ukapagusa, ukamchukua, ukampeleka hospitali. Hilo ni tendo. Na hata Bwana wetu Yesu Kristo alizungumzia kwamba sasa alitoaga mifano ya Msamaria yule mwema na mtu ambaye hakuwa Msamaria pale yule.
Sasa yeye Msamaria alimchukua yule mtu, alipomwona ameanguka akampeleka kwenye matibabu. Kwa hiyo hilo ni tendo. Lakini hata tunaposali tuna matendo mbalimbali. Ulishaanza kugusia hapo kwamba kuna mmoja yeye alisali lakini sala haikueleweka, akajificha. Yani kama ujanja fulani hivi. Sasa si kwa uoga na nini. Sasa huko sio kumshuhudia Kristo. Kristo unamshuhudia kwa ujasiri. Yani usifiche ile imani uliyokuwa nayo. Kama kuna ishara ya msalaba fanya, kama kuna kupiga makofi piga makofi kwenye ibada. Kuna watu wengine anaingia kwenye ibada ya misa takatifu, anaingia kwenye misa takatifu lakini haonekani akifanya yale matendo ya kiibada. Watu wanaimba amekasirika tu hivi, wanapiga makofi, hana matatizo, labda ana ulemavu au labda mkono mgonjwa, lakini amekaa tu hivi. Sasa hayo hayaakisi kile ambacho kinatakiwa kifanyike, kwa sababu lazima tumshuhudie Kristo. Kwa nini? Kwa matendo pia. Na sasa unaposoma maandiko matakatifu, kuna mfano hapa tunauona kwenye maandiko matakatifu kwenye Injili ya Yohana sura ile ya 4 aya 39 hadi 42. Na katika mji ule Wasamaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale Wasamaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena tunajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Angalia yule mama anasema aliniambia matendo yangu yote. Manake kama alikuwa mlevi alisema wewe mlevi, kama alikuwa kahaba wewe una shida fulani. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo kwenye kisa hiki alikuwa anazungumzia juu ya yule mama kwamba huyo mama huyo alikuwa ameshaolewa na wanaume, alishawahi kuishi na wanaume 7 na hata huyo aliyokuwa naye bado sio nani? Sio mumewe. Kwa hiyo yule mama alishangaa, huyu amejuaje huyu? Lakini kumbe basi ni nini tunachojifunza? Bwana wetu Yesu Kristo pia anatazama matendo yako. Matendo unayofanya yako kwa mpango wa nani? Mpango wa Mungu au mpango wa Shetani? Ninapofanya vitu vya hovyo ambavyo sasa havimpendezi Mwenyezi Mungu, maana yake hayo ni matendo, lakini ni matendo yasiompendeza nani? Yasiompendeza Mungu. Kama kuna kusali sidi kusali, maana yake hilo jambo halimpendezi Mungu. Kama kuna kutoa zaka, sitoi zaka, hilo jambo halimpendezi Mungu. Kama nawachukia wanadamu wenzangu, nawachukia wenzangu, bado hapo hilo tendo jambo nalolifanya halimpendezi, ni tendo lakini sio tendo linalompendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tumshuhudie Yesu kwa matendo. Matendo gani? Matendo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Kama ni ibada basi tufanye. Kama kuwatendea mema wenzetu tuwatendee mema kadiri ya neno la Mungu lilivyo, kwa sababu wakati mwingine unaweza kazania unamtendea mtu mema, lakini yale unayotenda yanaweza yakatafsiriwa kuwa ni mema, lakini ndani yake yana nini? Yana uovu. Ni sasa kama labda wewe unawahitaji, huna shati. Alafu mimi ninalo la kwangu ile moja, alafu nikaenda nikaiba huko shati la mtu nikakuletea. Sasa wewe pale unatafsiri kwamba jamaa mtu mzuri sana. Kaletea shati na mimi nilikuwa sina hata nini, sina shati. Lakini kumbe ndani yake, kwa sababu mimi ni ile shati nimeliiba ili nije nikupe wewe, maana yake hilo ni tendo kweli nimelifanya, machoni kwa watu wewe unaliona jema, lakini mbele za Mungu hilo sio nini? Sio tendo jema. Sio tendo jema, ni tendo baya kabisa, kwa sababu hukulitenda katika uhalali unayotakiwa. Kwa hiyo ndugu zangu mnayetutazama, tuna kazi hii ya kumshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo kwa matendo. Ni matendo gani? Lakini tumesema matendo yaliyokuwa mema. Hili ni jambo kubwa, ni jambo muhimu. Na unajua imani tulionayo inadhihirika pia kwa njia ya matendo. Tunaambiwa basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa imani Ibrahimu alimtoa mwanae kuwa nini?
Sadaka. Kwa sadaka. Kwa hiyo manake alitoa tendo lile kumtoa yule mtoto lile ni nini? Tendo. Tena tendo lenyewe alimpeleka mlimani akataka kwenda kumsadaka, kumchinja kabisa we sadaka. Kwa hiyo ni tendo hilo. Kwa hiyo na lazima tuangalie hayo mambo ambayo matendo yetu yanakisi nini mbele za Mungu, yanakubalika mbele za Mungu au hayakubaliki. Hili ni jambo muhimu sana pia la kulitazama. Lakini pia kwenye matendo haya tunaweza tukaona mambo mengine, maisha ya wale Wakristo wa mwanzo pia walivyokuwa wameishi. Waliishi kwa namna gani? Yaani walifanya nini? Mambo gani walikuwa wanayafanya? Matendo gani walikuwa wanayafanya? Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume ukisoma sura ile ya 2 aya ya 42 hadi 47 kuna ujumbe muhimu sana unasema hivi: wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Hao watu matendo yao walikuwa wanafanya, wanadumu kwenye mafundisho. Neno la Mungu linatufundisha mafundisho yale ya mitume. Wale watu wa Kristo wetu wa mwanzo, wale mwanzoni kule, walikuwa wanadumu katika hali hiyo. Lakini pia walikuwa wanasali, ni tendo hilo. Unajua kusali ni matendo, maana kuna kusimama, kuna kuimba, kuna kuitikia, kuna kupiga makofi, shangilio lile na yale ni nini? Matendo. Tunasema matendo ya kiliturujia. Kwa hiyo walikuwa wanafanya hayo. Lakini pia aya ya 43 inasema kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara nyingi zilifanywa na mitume. Kuna mambo ya ajabu yalifanyika hapo. Kuna ishara nyingi zilifanyika. Sasa ishara zinapofanyika maana yake hayo ni nini? Ni matendo. Ni matendo yanayofanyika pale. Walifanya ishara nyingi. Lakini tunapoendelea kusoma tunaona na wote walioamini walikuwa mahala pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Wakauza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwapatia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Sasa ukiyatazama hayo yote unaona kwamba ni nini? Ni matendo waliokuwa wanayafanya. Matendo ya kiibada. Kumega mkate, kusali, waliuza mali. Unajua kuuza mali ni tendo, maana yake umebeba labda mahindi yako ukapeleka sokoni huko. Umefanya kazi hapo, umefanya tendo fulani hapo. Ukaliuza, ukalileta. Ili wapate watu wengine wahitaji waweze kupata mahitaji yao kutokana na kile ambacho umekiuza. Lakini pia walikuwa wakisali pia nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba. Sasa unaposali nyumba kwa nyumba maana yake unatoka nyumba hii unatembea kwenda kwenye nyumba ya mtu mwingine. Na ndio maana sasa kwa mfano sisi wa Katoliki tunajumuia zile ndogo ndogo. Kwamba wiki hii tunasali nyumba hii, wiki ijayo tunasali nyumba nyingine, wiki inayofuata tunakwenda nyumba kwa nini? Kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba. Kumbe haya ni mambo ambayo yanafanyika kwa sababu tayari huko mwanzo, tayari huko kwenye kanisa la mwanzoni kanisa la mwanzo leo kwa naongozwa na kila Petro. Watu walikuwa wanafanya mambo hayo. Sasa hayo yote ni matendo. Kwa hiyo katika utume wetu sisi kama walei tuhakikishe kwamba tunamshuhudia Bwana wetu Yesu Kristo kwa nini? Kwa matendo. Haya ni mambo ambayo ya muhimu na ya kimfano tunayaona kwenye maandiko matakatifu. Kama unakuwa Mkristo lakini huonekani kwenye matendo yako, huonekani ukifanya hiki na kile, huonekani ukifanya bidii, huonekani ukijenga nyumba ya Mungu, huonekani ukisali, huonekani ukisaidia watu, maana sasa si matendo yako yanakuwa ya namna gani? Basi sio yale ambayo yanatakiwa katika Ukristo wetu. Lakini pia katika swala zima hilo la kimatendo, ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo pia alichagua na wale wanafunzi 70 kama tulivyoanza kusema kule mwanzoni, na kuwatuma wawili. Na kule walikokwenda baadaye walileta mrejesho.
walisema Bwana hata pepo anatutii kwa jina lako. Sasa Yesu anasema nyinyi msifurahi kwa sababu mapepo wanavyowatii, lakini mfurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Kumbe ukifanya kazi ya Mungu sawa sawa, pia unapata nafasi mbele za nani? Za Mungu. Kwa hiyo ni jambo ambalo pia la muhimu sana hilo la kulitazama. Sasa bado kuna eneo lingine hapa. Hiyo tulikuwa kwenye sehemu ya 4 ya yale majukumu yale muhimu. Yale mambo ambayo majukumu 5 muhimu tayari hapo tumeshazungumzia 4, na sasa tunaelekea kwenda kuzungumzia lile jukumu letu la 5 ambalo litakuwa la mwisho. Sasa sijui kama kuna ujumbe hapo ili tuende nao au tumalize kwanza. Tumalize alafu tusome jumbe, maana jumbe nyingi. Ni nyingi sana. Okay. La 5 hili linasema kujenga moyo wa kujitegemea na kulitegemeza kanisa. Moyo wa kujitegemea na kulitegemeza kanisa. Kwa sababu sasa usipojitegemea huwezi kulitegemeza pia nini? Kanisa. Bado utakuwa tegemezi. Utakuwa tegemezi. Na ndio maana sasa ni vyema hawa viongozi wetu wa utume wa walei wanaposikiliza jumbe kama hizi wawe wanaangalia pia. Wanaangalia nini? Wanaangalia pia na hali za watu wale. Kama kuna mapungufu, labda watu wana shida za kiuchumi na nini, basi kutafuta namna ili hao watu pia waweze kujitegemea. Tuna wataalamu mbalimbali, wataalamu wanayefundisha mambo ya ujasiriamali, wataalamu wanayefundisha mambo ya kilimo, wataalamu wanayefundisha masuala ya mifugo. Huko kote ni njia mojawapo, kilimo huku, ujuzi seremala, fundi makanika, fundi nini. Siku hizi mambo ya kidigitali haya pia unaweza mtu akajifunza. Sasa hayo yote ni lazima ujishughulishe ili pia uweze wewe kujitegemea. Na unapoweza kujitegemea pia uweze kulitegemeza na kanisa. Kwa sababu vinginevyo itakuwa ni shida kweli kweli, yani kufanikiwa katika maeneo kama hayo. Na ukisoma maandiko matakatifu yanatufundisha vyema tu juu ya mambo haya. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya ya 1 hadi ya 8, kuna mambo pale yanazungumzwa namna ya kuweza kulitegemeza kanisa, kutegemeza wanayetumikia mambo ya ibada, mambo ya kimungu pale. Anasema makuhani wa Lawi, kabila yote ya Lawi, wasiwe na fungu wala urithi pamoja na Israeli, watakula sadaka za Bwana zifanyazo kwa moto na urithi wake. Kwa hiyo kumbe, kwa kuwa makuhani wanaishi kanisani huko, hekaluni huko, sasa kwa sababu wanaishi hapo hekaluni, wao kazi yao ni kazi ya Mungu. Sasa kazi wanayofanya ya Mungu, kuna ujira wao. Ujira wao unatoka kwenye nini? Kwenye sadaka hizo tunazozitoa. Kwa hiyo ni sehemu ya kutegemeza kanisa hiyo sasa. Sasa kama unakuwa na kuhani pale anawahudumia alafu mtegemezi, mnategemea sasa yeye atafanyaje? Maana hiyo kazi itamshinda, itabidi atakatafute kazi zingine huko sasa azifanye. Lakini pia tunaona kwamba namna ya kuweza kutegemeza kanisa, Mungu alisema pia maneno. Alisema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo unapopata fedha pia usije ukaona tu kwamba wewe ndo unatumia wewe tu kama wewe. Lazima uone pia kuna kanisa. Lazima uone pia kuna wahudumu wanaohudumia hilo kanisa la Mungu. Na tunaposema kanisa tumaanishi yale majengo. Tunamaanisha watu waliomwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna watu wanawahudumia hawa watu. Kuna watu wanawaombea hawa watu. Kuna watu wanatoa sakramenti mbalimbali kwa ajili ya hawa waamini hawa. Kwa hiyo wanatakiwa sasa wapate kulingana na kile ambacho wewe ulicho nacho ambacho kimekutegemeza wewe. Sasa na pia lazima kitegemeze kanisa. Na katika hilo yako maandiko mengi tunaweza tukayasoma. Tunajua kwamba hata baba yetu Ibrahimu yeye alikuwa mfano mzuri sana, kwamba kile alichokuwa amekipata lakini baadaye alitoa hata kwa makuhani. Alikuwa na kuhani anaitwa Melkizedeki. Alimpa sehemu ya 10 ya mali alizokuwa amefanya nini? Amezipata. Akaenda akampatia.
na ndivyo ilivyo kwamba tunapaswa kufanya hivyo katika kulitegemeza kanisa. Nijitegemee mimi kwanza, niwe na moyo wa kujitegemea, alafu nitegemeze kanisa. Na ndio maana pia maandiko yanasema asiyefanya kazi asifanye nini? Asile. Mtu yeyote asiyefanya kazi asifanye nini? Asile. Mtume Paulo anafundisha hivyo. Na hata Mungu utaratibu wake alivyomuumba yule mtu wa kwanza, bado alimtengenezea mazingira na bado alisema atailima nini? Bustani na kuitunza. Kwa hiyo manake lazima yeye ajitegemee. Alafu pia ategemeze mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwalimu Komelo, tunashukuru sana kwa ufafanuzi huo, na sasa tugeukie ule ujumbe wako ambao umetuandikia mtazamaji wa Tumaini TV. Huyu anasema kama una kitu cha kumpatia yatima, mjane na mlemavu, je, inatosha kuwa na huruma peke yake kukupeleka kwa Mungu? Anaitwa Fabian Chomola, yanatokea parokia Kibakwe, jimbo kuu la Dodoma. Huyu anasema hakika tumepata mafundisho mazuri wa Kristo, inatusitu wa Kristo wa kweli kwa matendo. Junior kutokea kule Kierwa ametuandikia ujumbe wake. Lakini huyu mwingine anaitwa Oigen Gonyani kutokea parokia ya Mbekenyera, jimbo la Lindi. Naomba makatekista watazamwe upya na wajifunze mafundisho haya. Asante sana. Wasema naomba kujua neno hili maana yake walei limesimama badala ya nini, au lina maana gani walei? Ili tumekuwa tukilijibu kweli kweli swali. Sixitus Malunda kutokea parokia Bikira Maria Mpaliza Mbinguni, Madibira Mtimbira, jimbo la Mahenge, asema umesema aliyebatizwa ni mtoto wa Mungu na asiyebatizwa ni kiumbe wa Mungu. Je, aliyebatizwa lakini aishi ubatizo wake, huyu anaitwaje? Sasa ameuasi tu ubatizo wake. Yaani manake kwa sababu unapobatizwa manake bado kuna mafundisho mbalimbali unaendelea kuyapata. Sasa kama hauyaishi, manake umekiuka au umeenda kinyume na kile ambacho tayari ulishafanya nini? Ulishakipokea. Kwa hiyo tunasihi tu kwamba kama umepata ubatizo, umefundishwa imani sawa sawa, umeijua, na bado tunaendelea kufundishana kwa sababu hamna mwisho wa kujifunza. Kwa hiyo ni vyema ukaishi kile ambacho tayari umeshafanya nini? Ushakipata. Sasa kama haufanyi, hautekelezi, huwajibiki, maana sasa hiyo ni makusudi tu, unafanya makusudi hapo. Na sasa manake ni kurejea kwa Mungu na kujitathmini kwamba sasa mbona mimi natakiwa niwe hivi lakini siishi hivi? Natakiwa nifanye matendo mema lakini sifanyi matendo mema, natakiwa nifanye ibada lakini sifanyi nini? Sifanyi ibada. Siendi kwenye misa takatifu hizo, sishiriki mambo ya jumuiya, sasa hapo hauishi vyema ubatizo wako. Kwa hiyo tunapaswa ubadilike na kuanza kuishi vyema ubatizo wako. Huyu anaitwa Ana Revelia, anatokea jimbo la Kahama, parokia Roho Mtakatifu Majengo. Wakatoliki wengi tuna imani ya uoga, hata sisi wenyewe kuambiana ukweli tunashindwa. Tutawezaje kueleza walio nje hasa kuhusu imani yetu ya Kikatoliki? Tunasema Samuel Daniel kutokea Obesh, yeye amefurahia kipindi chetu na mafundisho yetu. Nasema tuna kila sababu ya kumwalika kila mmoja kukaa nyumbani na kuangalia kipindi cha Walei Tuzungumze. Asante sana. Huyu anaitwa Salome Clement kutokea jimbo kuu la Dar es Salaam. Nina mawazo, naomba mnisaidie. Mimi nimeolewa lakini mume wangu asali, nikimwambia anasema atasali tu, inafika hatua hata mimi nashindwa kwenda kanisani. Ameomba asaidie. Mwalimu Komelo. Sasa asikate tamaa. Kama anamuhimiza mara kwa mara hivyo na hatimizi, unajua anaweza kaenda mbele kidogo. Anaweza akatafuta hata viongozi wa jumuiya wakaenda pale kumshirikisha bwana mwenzetu vipi? Hujui kama kuna faida ya kukutana pamoja? Kwa sababu maandiko pia yanasema msiache kukusanyika pamoja. Hujui kwamba tunashirikishana mambo mbalimbali, tunajua na hali, tunasaidiana kama Wakristo. Kwa hiyo kusali kanisani, kusali kwenye jumuiya kuna umuhimu mkubwa sana, kwa sababu pia tunafahamiana na tunashirikiana katika mambo mbalimbali. Lakini basi kama imekuwa ni ngumu, ashirikishe hao viongozi nimesema. Lakini pia kama huko kote bado ni kugumu, anaweza akaenda pia kufanya. Wakatoliki tuna kitu kizuri sana, nia za misa. Kwenye nia za misa kule afungue ule moyo mzito wa mumewe, unemzuia kwenda kufanya nini?
kusali. Kwa sababu sio yeye, pengine kuna mambo tu yanamzonga hapo. Lakini sasa Mungu hajawahi kushindwa. Kwa hiyo akiweka nia za misa, pakawa na maombi maalum kuhani wakayafanya, pengine hilo jambo analoliona gumu linaweza kuwa nini? Inaweza kuwa rahisi sana. Kwa hiyo naweza nikamshauri kwa namna hiyo. Kuna jumuiya lakini kuna nia za misa huko parokiani, aende akashtaki ili kwa Mungu ili lifunguliwe. Asante Mwalimu Kobelo. Lakini kuna mtazamaji wetu alitaka kufahamu juu ya Jubilei 2025. Nembo ile inaonekana msalaba na bahari na rangi zile. Ile ni nembo ambayo ilikuwa ikiwakilisha Jubilei 2025. Ilikuwa ni mahujaji wa matumaini. Kwa ukiona ile namna ile, basi kumbuka sinodi na mahujaji wa matumaini. Sasa mimi katika hili, wakati tunaondoka hapa sehemu ya 5 hiyo, kujitegemeza na kulitegemeza kanisa. Sasa kwenye hili bwana, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ndio warsha ya waamini walei wameandaa mada mbalimbali. Itafanyika tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026. Miongoni mwa mafundisho yatakayokuwepo, lakini pia kutakuwa na mafundisho ya ujasiriamali. Yaani kuhakikisha kwamba kila mlei kitoka pale ana uwezo wa kujitegemea na ukitoka sasa na pia alitegemeze kanisa. Naam. Bwana, ukitoka pale utakuwa ushapata maarifa ya kujitegemea na utegemeze kanisa. Lakini tutakuwa na michezo mbalimbali itakuwepo. Tuna timu mpya kabisa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, St. Joseph Sports Club. Imeanzishwa hii na kwa mara ya kwanza itakuwepo siku hiyo uwanja wa Uhuru pale. Kwa hiyo tunawaalika wote mnaotutazama Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ada ushiriki shilingi 5,000 tu kujiandikisha kuanzia katika jumuiya yako. Unaposali pale, unapoenda parokiani, hakikisha unajiandikisha. Tuna muda wa kutosha kufikia tarehe 26 tukaujaze uwanja, tukapokee maarifa kutoka kwa mababa mbalimbali. Kutakuwa na mada mbalimbali za kiliturujia, lakini pia juu ya katekesi hizi za walei, na kubwa zaidi hilo la kuweza kujitegemea sasa, na ili tuweze kulitegemeza kanisa. Mwalimu Kobelo, lakini sio hivyo tu, pia kutakuwa na mpira ule wa pete, netball wanasema. Na hiyo ipo pia vile sio baba tu, mpira wa miguu peke yake, lakini masista watacheza pia na watacheza. Kwa hiyo warsha ni muhimu na haiko mbali, kwa sababu tarehe zinasonga hivi, mwezi wa 8 tayari. Na tumesema hiyo ni tarehe 26 mwezi wa 9 2026. Kwa hiyo tufanye hima, tujiandikishe huku kwa haraka ili mambo yetu yaweze kwenda sawa wana Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Naam. Mwalimu Kobelo, kabla tujaondoka hapa, neno lako la kuhitimisha kwenye haya ambayo tumeangazia siku ya leo, na utufungie kwa sala. Asante sana. Naomba tu tukumbuke vyema huko sisi katika utume wa walei popote pale. Hatuzungumzi tu mambo ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam, lakini utume wa walei huko kote nchi nzima ya Tanzania na pengine sehemu nyingi duniani upo. Kwa hiyo tujitahidi basi haya mambo ambayo tumejifunza siku ya leo, tupanue wigo wa makleli kufanya kazi ya Mungu. Tutekeleze kwa ile mambo ya kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Tumshuhudie Bwana wetu Yesu Kristo kwa matendo, kwa sababu yeye mwenyewe maandiko yanasema imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Lakini pia ule moyo wa kujitegemea, usikubali kukaa tu huna kitu unachofanya. Jitahidi sana, jitegemee, pia ulitegemeze kanisa. Haya ni mambo muhimu kweli, nimeyakumbusha tu kwa haraka hivi sasa. Kwa hiyo ni vyema tukayazingatia hayo ili pia mambo yaweze kwenda sawa. Ukristo uzidi kwenda. Watu wengi bado hawajamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Watamwaminije kama hatutafanya bidii ya kulitegemeza kanisa? Watasikiaje ujumbe wa Injili kama wewe na mimi hatujitoi? Maanake tunapaswa kujitoa ili mambo yaweze kwenda sawa. Bwana Yesu atakapokuja kulichukua kanisa lake akute mambo yako safi kabisa. Tuhitimishe kwa sala. Basi ni vyema tukahitimisha kwa sala kama ambavyo tumesikia. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Bikira mtukufu mbarikiwa. Amina. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya sana muda huu. Tunasema asante kwa mema mengi uliotujalia, na hasa katika mambo haya makuu 5 ya utume wetu wa walei. Ukamwamshe kila mmoja wetu aweze kutenda sawa na mapenzi yako. Tunaomba haya yote na kushukuru kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.
kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumshukuru Mungu, tumtukuze Bwana. Asante sana Mwalimu Eleutheri Kobero, asante pia wewe ambaye umetutazama. Ndio tamati ya kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Mimi ni Bruno Bomola, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Tumaini TV.